Nakumbuka Jumapili, kwa wale ambao walikuwepo, kuna kila ambacho Mungu alitusaidia tukajifunza, na ningetamani kama Mungu amekupa neema ya andika, kwa sababu ni somo linalohitaji upana mkubwa sana. Somo letu lina kichwa kinachosema kupigana vita vya kiroho, lakini namba moja yake inasema huwezi kupigana vita vya kiroho pasipo kufahamu ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kila ambacho ninatamani tujifunze ndani ya somo hili, kwanza ni kufahamu ulimwengu wa kiroho. Maana huwezi kupigana vita vya kiroho kama hujafahamu ulimwengu wa kiroho, kwa sababu vinaitwa vita vya kiroho. Kama kuna vita vya kiroho, maana yake kuna vita vya mwilini. Sasa kabla ya kupigana vita vya kiroho, ni lazima kwanza ufahamu elimu ya ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu usioonekana kwa damu na nyama. Ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu usioonekana kwa damu na nyama. Ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu unaotawaliwa, wenye mamlaka, wenye usimamizi na wenye utawala wake. Kama vile ulimwengu wa kimwili ulivyo na utawala, ndivyo ulimwengu wa kiroho ulivyo na nini? Na utawala. Sasa ili uweze kupigana vita vya kiroho, lazima kwanza uelewe ulimwengu wa kiroho. Na huwezi kuelewa ulimwengu wa kiroho kama una neema ya Roho Mtakatifu. Nirudie. Huwezi kuelewa ulimwengu wa kiroho kama huna Roho Mtakatifu. Kitabu cha Waefeso mlango wa 1 mstari wa 3. Maandiko yanasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Narudia, Waefeso sura ya 1 mstari wa 3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Naomba ushike hilo neno kwanza, kwamba kuna baraka za rohoni na kuna baraka za mwilini. Baraka za mwilini ninaonekana, ni mafanikio ya kimwili, lakini baraka za rohoni ni ile hali ya kumjua Mungu na kumfahamu, ambaye Ayubu aliandika sana akasema, mjue Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa hiyo chanzo cha mema ni wewe kumjua Mungu. Sasa nasema aliyetubariki katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba baraka za mtu anayemcha Mungu zinaanzia ulimwengu wa roho kuja ulimwengu wa mwili. Kumbuka tunataka kwanza tujue ulimwengu wa roho, kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa damu na nyama, lakini ni ulimwengu wenye utawala. Asilimia kubwa ya vita za mtu aliyeokoka inaanzia ulimwengu wa roho kuja ulimwengu wa mwili. Unaweza ukaota ndoto unafukuzwa, unaweza ukaota ndoto unapigana na watu,
Unaweza ukaota ndoto unapita kwenye maji machafu au mafuriko au unapanda mlima usiopandika. Hayo ni mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho ambayo lazima yashughulikiwe katika ulimwengu wa kiroho, ili aidha isitokee katika ulimwengu wa mwili ama itokee katika ulimwengu wa nini? Wa kimwili. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu unaoumba ili iweze kutokea katika ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu unaoumba ili iweze kutokea katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Kwa mfano, chanzo cha mwanadamu kuumbwa ni ulimwengu wa kiroho. Chanzo cha mwanadamu kuumbwa. Kwa nini? Biblia inasema katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo mstari 26, Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano, kwa sura yetu. Hilo ni tamko ambalo liko katika ulimwengu wa kiroho. Kwa ukitafuta kwa sura ya nje hatuna sura ya Mungu, lakini kwa sura ya ndani tuna sura ya Mungu. Kwa hiyo mtu wa kwanza kuumbwa kabla ya mtu ambaye anaonekana sasa, alianza kuumbwa mtu wa rohoni, ambaye Paulo anazungumza hapa vizuri. Anasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Kwa hiyo tunaweza tukaishi kwa kutafuta baraka za mwilini, lakini tukawa tuna baraka za rohoni kwa sababu hatufahamu ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Angalia Waefeso sura ya 2 na mstari ule wa 6. Maana yake ili uweze kupigana vita vya kiroho ni muhimu kuelewa ulimwengu wa kiroho kwanza. Waefeso mlango wa 2 na mstari ule wa 6 anasema, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, tuliishi pamoja na Kristo, yaani tumekombolewa kwa neema. Okay, ni mstari wa 5 nimesoma. Mstari wa 6 anasema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Nirudie mstari wa 6. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Amen. Katika ulimwengu wa roho tumeketi na Kristo kwenye kiti cha enzi. Katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho tunatawala pamoja na Mungu. Ndio sababu kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya 5 mstari wa 10, Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10 anasema, akawafanya kuwa makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Yaani kwenye ulimwengu wa roho, nchi ya Tanzania imewekwa mikononi mwa kanisa. Kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa mwili ipo kwa rais anayetuongoza. Sasa kumbuka, ulimwengu wa roho ndio unaotawala ulimwengu wa nini? Wa kimwili. Kwa ili vitu vifanyike katika ulimwengu wa kimwili inategemea ulimwengu wa kiroho. Kwamba ulimwengu wa roho inaweza ikazuia uharibifu na ulimwengu wa roho inaweza ikaruhusu nini? Uharibifu. Kumbuka hapa nasema akatuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Okay, hebu tuende kitabu cha Ufunuo, pengine utanielewa. Sasa nikakwambia ulimwengu wa roho na utawala wake. Ufunuo sura ya 5 mstari ule wa 10 anasema, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Yaani kwenye ulimwengu wa roho sisi tunamiliki nchi. Nchi ya Tanzania iko mikononi mwetu kama kanisa.
Ndio sababu kwenye Mambo ya Nyakati anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kuziacha njia zao zilizo mbaya, nitasikia sauti yao toka mbinguni na kuwaponya na kuwasamehe. Kwa nini Paulo anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu? Kwamba waliopewa nafasi na mamlaka na ruhusa ya kuomba juu ya taifa la Tanzania au juu ya taifa lolote ni watakatifu. Kwa hiyo mara nyingi tunapozungumza juu ya kuliombea saa ingine taifa, si kwamba ni viongozi wa dini wametupa hiyo mamlaka. Mungu ametupa kwamba sisi ndio watawala namba moja, alafu viongozi wa mwili wanatawala. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho tunaweza tukasababisha mema yatokee katika jamii zetu. Katika ulimwengu wa roho tunaweza tukasababisha baraka zitokee, au tunaweza tukasababisha baraka isitokee. Kinachohitajika ni kujua elimu ya ulimwengu wa nini? Wa kiroho, kwamba una nafasi kubwa kwenye ulimwengu wa roho kuliko ulimwengu wa kimwili. Yaani kwenye ulimwengu wa mwili unaonekana wewe sio chochote, huna nyumba, huna elimu, lakini kwenye ulimwengu wa roho wewe ni giant, ni mtu wa pekee sana. Haleluya. Ngoja nikusaidie kidogo. Mnakumbuka wakati Daudi anapigana vita na Goliath. Goliath alikuja katika mwili, amejiandaa na mkuki mkubwa na silaha. Ukisoma Biblia wote mnajua kwamba kuna silaha alikuwa anazibeba, lakini ghafla Goliath akachange, akagundua kitu kimoja. Na ndio sababu ukisoma vizuri, Goliath anamwambia Daudi, leo na kuapia kwa jina la miungu. Maana yake Goliath amesoma kwenye ulimwengu wake kujua huyu mtu nayepigana naye sio yule mtu wa kawaida, kwa lazima na mimi nijitwii niende katika ulimwengu wangu. Anamwapia kwa jina la miungu. Lakini Daudi anamwambia Goliath, wewe unanijia na mkuki na silaha za kila namna, lakini mimi nitakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Sasa hebu fikiria watu wanapigana kimwili, alafu mmoja anamwambia mwenzake, mimi nitakupiga kwa jina la Bwana. Sijui kama akili za kawaida zinaweza zikakubali hiyo elimu. Mtu amekuja na mkuki na ngao na yuko tayari kurusha mkuki kumuua mtu, lakini ghafla anasikia sauti ya Daudi nasema, wewe umenijia kwa hiki na hiki, lakini mimi nitakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Maana yake tafsiri ya Daudi anamwambia, vita hivi Goliath, mimi nitakupigana na wewe katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa mwili ni kweli mimi ni mtoto, ni kweli mimi ni kijana, ni kweli sijazoea vita, lakini na uwezo wa kukupiga kwenye ulimwengu wa roho na nikakumaliza. Na alifanya hivyo. Kwa ulimwengu wa roho unaweza ukasababisha ushindi kwa kadri unavyofahamu nguvu iliyo katika ulimwengu wa roho. Umewahi kusoma kitabu cha Efeso mlango wa 3 mstari wa 20? Anasema, basi atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa ya ajabu mno kuliko yale tuyawazayo na tuyaombayo. Sasa hapo sio shida. Chini yake anasema, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yenu. Kwa hiyo kinachomruhusu Mungu afanye mambo makubwa na magumu tusiyoyajua, tusiyoyaomba, sio kule tu kuomba. Anasema kwa kadri ya nguvu. My God, my God. Hebu tuone kitabu cha Efeso. Maana saa nyingine nawasomea watu Biblia ambao hata kusoma ni shida kwao. Kitabu cha Efeso mlango wa 3 mstari wa 20. Anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo kinachomruhusu Mungu afanye mambo makubwa ya ajabu kuliko yale tunayoyaomba, kinachomruhusu Mungu ni kitu kinachoitwa nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na hiyo nguvu ni ile ambayo maandiko yanazungumza kwenye Zaburi ya 105 mstari wa 4 pale. Anasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote.
Haleluya. Tusogee kidogo, angalia kitabu cha Wakorinto. Tunataka kwanza kufahamu ulimwengu wa roho. Kitabu cha Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili mlango wa 10 na mstari ule wa 4, au tuanze mstari wa 3 kwa faida ya wengine. Anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Narudia, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Yaani sisi ambaye tunamjua Yesu Kristo, kuna vita ambavyo sisi hatuwezi kufanya katika mwili. Ukiona mtu ameinuka amekuchukia, kabla ya kujibishana naye, shughulika naye kwenye ulimwengu wa roho. Tunakwenda pamoja? Shughulika naye kwenye ulimwengu wa roho. Nilikuwa na mtu mmoja, nilikuwa naongea naye, ghafla amejikuta yuko katika mazingira fulani ya kunywa pombe sana. Lakini baada ya kuzungumza na yeye, nikamuuliza nini kilichotokea kwenye maisha yako. Akasema, ninajikuta napotaka kuacha kunywa, lakini ndani yangu ninasikia kuamka kwenda kunywa, lakini mimi kama mimi sitaki. Kwa hiyo nikagundua tatizo la huyu ndugu si la kwake. Kinachohitajika kushughulikiwa ndani yake ni vitu vilivyoko katika ulimwengu wa roho vinavyomsukuma kwenda kunywa pasipo kufanya nini? Kutaka kunywa. Yaani kuna kitu unatamani unatamani usikifanye, lakini kuna nguvu inakusukuma kufanya. Maana yake ulimwengu wa roho ndio unatakiwa kushughulikiwa. Ukiona saa ingine neno la Mungu linahubiriwa popote, lakini akili zako haziko pale, maana yake shida iko kwenye ulimwengu wa roho kwa kusikia kwako. Sasa anasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, maana yake tunaishi katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hata kuangusha ngome. Hebu tusogee kidogo tena. Angalia kitabu kile cha Waefeso mlango wa 6. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 12. Lakini wacha tuanze mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kuna kitu kinachoitwa hila za nini? Za shetani. Okay, mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu sisi. Kumbuka kwenye wokovu kuna kitu kinachoitwa mashindano. Sasa huwezi kupigana vita vya kiroho, narudi pale, pasipo kwanza kuelewa kitu kinachoitwa ulimwengu wa kiroho. Ukisoma kitabu cha Ezekiel mlango wa 37 mstari wa 1 na kuendelea, Ezekiel anazungumza jinsi ambavyo Mungu alimuinua katika roho, akampeleka akampitisha katika bonde ambalo lilikuwa limejaa mifupa. Alafu Mungu anamuuliza katika ulimwengu wa roho Ezekiel, je, mifupa hii inaweza kuishi? Ili ilikuwa ni mazungumzo ya ulimwengu wa kiroho. Maana anasema nilipokuwa katika roho Mungu alinipeleka. Sasa alipokuwa naangalia zile mifupa katika ulimwengu wa roho, anasema nikaona bonde limejaa mifupa. Alafu Mungu akamuuliza, mifupa hii inaweza kuishi? Akasema mimi sijui. Alafu Mungu akamwambia, toa unabii. Haikuwa katika mwili ila ilikuwa katika roho. Bwana asifiwe. Okay. Ukiangalia kitabu cha Joshua sura ya 6 kuanzia mstari wa 14. Maombi ya kuvunja ukuta Yeriko ilikuwa ni kitendo cha ulimwengu wa kiroho. Joshua sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 16, au tunaweza kusoma yote.
Mungu alipomwambia Joshua aondoke, wakaweze kuiangusha ukuta wa Yeriko. Ukuta wa Yeriko, wapendwa, ulikuwa ni ukuta wa mawe. Lakini umewahi kuona lini hata leo tungeomba miaka 1000 tukapiga kelele tukajaa wote kwenye ile kanisa, alafu tukapiga kelele kama ile jengo litaanguka? Si kitu cha kawaida. Lakini ukuta wa Yeriko haikuanguka kwa kusukumwa na mkono, ulianguka kwa kuzungukwa kila siku mara moja. Lakini siku ya 7 Mungu akawaambia zungukeni mara 7. Kwa hiyo kila walipokuwa wanazunguka kwa kadri ambavyo Mungu aliwapa maelekezo wakiomba, na ile siku ya 7 walipozunguka mara ya 7 ndipo ule ukuta ukaanguka. Maana yake hiyo ilikuwa ni ishu ya ulimwengu wa kiroho. Ndio sasa nikasema unaposhughulikia madhabahu ya kwenu usishughulikie katika ulimwengu wa kimwili. Saa nyingine unajua kabisa ule mti ndio baba yangu anaabudu, usiende kukata mti wa watu, watakupeleka polisi. Izunguke kwenye ulimwengu wa roho, iangushe kwenye ulimwengu wa roho, ikataze matumaini, isemee ule mti ya kwamba kuanzia leo mtu yote atakayekuja kuomba hapa asiwe na majibu, ilaani katika ulimwengu wa roho. So nakumbuka Yesu alipotoka Bethsaida, maandiko yanasema alipokuwa anapita na akasikia njaa asubuhi, akauona mti kwa mbali, alafu akausogelea ule mti akiutafuta matunda, alafu akaona matunda. Alafu Yesu akasema kuanzia sasa hamna mtu atakayekula matunda juu yako. Ni tamko la ulimwengu wa kiroho. Na maandiko yanasema ule mti ukafanya nini? Ukanyauka. Kesho yake wanafunzi walipopita, Petro alikuwepo kama kawaida. Wanapotembea badala ya kusikiliza story na Yesu, yeye anaangalia. Tunajua Petro sometimes alikuwa amini. Anaangalia tu na macho. Yesu anamwambia twende, anasema twende tutokuja. Kumbe lengo lake anataka kuhakiki hivi lile neno ambalo Yesu ametamka limefanyika. Na hiyo ndio madhara pia mara nyingi ya kuishi na mtu asiyeamini. Mnaomba alafu anakuambia hivi itawezekana. Kwa ghafla Petro akaliona ule mti umenyauka, akasema ule mti ulioutamkia neno jana limenyauka. Alafu Yesu akaanza kuwafundisha, mkiwa na imani kiasi cha punje ya mbegu fulani mnaweza mkauambia mlima ng'oka ukatupe kule. Anazungumza vitu vya ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Haleluya. Okay. Hebu tusogee sehemu ya pili ya somo hili. Ili uweze kupigana vita vya kiroho, ni lazima utambue unapigana vita na nani. Narudia. Ili uweze kupigana vita vya kiroho, ni lazima utambue unapigana vita na nani. Usipigane tu vita vya kiroho pasipo kuelewa unapigana na nini. Biblia inatuonesha mambo kama 7, 8 au 10 ambayo nataka uone. 1. Tukirudi kwenye Wakorinto wa pili. Narudia, ili uweze kupigana vita vya kiroho, baada ya kufahamu ulimwengu wa kiroho, ni lazima utambue unapigana vita na nani. Usipigane tu vita. Paulo anasema napiga ngumi, lakini sio kama mtu apigae nini? Hewa. Kwa lugha nyingine, usiombe tu kwa sababu naomba, lazima utambue unaomba nini. Kuna siku nilikwambia lazima utambue unaomba nini kwenye maisha yako. Si ukaomba kichwa cha Yohana kama mtoto wa Herode. Anaenda anamuuliza mama yake, baba yangu ameniambia atanipa zawadi leo siku ya birthday yake, niombe nini? Mama yake akamwambia nenda kaombe kichwa cha Yohana, alafu imsaidie nini. Badala hata kuomba apewe ka nafasi, naye alivyojinga anaenda kuomba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Nipe kichwa cha Yohana kwenye bakuli. Kwa nini anaomba asichokijua? Kwa hiyo lazima unapotaka kupigana vita vya kiroho uelewe unapigana na nini. Na ndio sababu kwenye Mathayo sura ya 6 Yesu anawafundisha wanafunzi kanuni za kuomba, taratibu za kuomba, kwamba ombeni kwa taratibu hii na hii na kwa mpangilio. Usiombe tu kama mtu anayepiga kelele hajui anachokiomba. Maombi yenye majibu ni maombi ya mtu anayejua anaomba nini, ili atakapopokea anajua nimejibiwa. Haleluya. Wakorinto wa pili, tumerudi mlango ule wa 10. Nijaribu kama tutasogea.
mlango wa 10, Biblia inatuonesha kitu tunachoweza kupigana nacho katika ulimwengu wa roho. Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 anasema, narudia, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinachoitwa nini? Ngome. Ngome ni kizuizi kinachowekwa ili kufanye wewe usifikie mahali unakotaka kufika. Ngome ni kizuizi kinachomzuia aliyoko kule na kinachomzuia aliyoko huku. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho tuna ngome, ambao hizo ngome kazi yake ni kutuzuia sisi tusifikie ile mipango tulio nayo na zile. Kwa hiyo kwenye vita vya kiroho lazima ufahamu kuna kitu kinachoitwa ngome. Lakini katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinachoitwa mawazo. Katika mstari wa 5 anasema, tukiangusha mawazo na kila kiinukacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo tunapigana na kitu kinachoitwa ngome, tunapigana na kitu kinachoitwa mawazo. Saa ingine unataka kusoma Biblia lakini mawazo yako yanaondoka nje ya nini? Ya Biblia. Maana yake kuna roho kwenye ulimwengu wa roho inashughulika na mawazo yako. Usiwaze kile cha kimungu, kikuondoe kwenye eneo la kimungu. Lakini nasema na kila kiinukacho kinyume juu ya Mungu. Maana yake kuna kitu kinainuka kinyume juu ya Mungu wako ili kukupiga vita juu ya Mungu wako. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 17, Biblia inaonyesha silaha inaweza kuinuka. Isaya 54 kwa wale ambao wanaandika mstari wa 17. Lakini kuna kitu kinachoitwa fikra. Fikra ni kitu ambacho unatakiwa kupigana nacho kwenye ulimwengu wa roho. Unajikuta mara nyingi ufahamu wako inatumika kufikiri tofauti. Hebu angalia kitabu cha Efeso, turudi pale. Tutatembea na maandiko haya tu mpaka uelewe. Kitabu cha Efeso mlango ule ni wa 6 na mstari wa 13. Mstari wa 13 anasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, mkiisha timiza hayo yote kusimama. Huwezi kupigana vita vya kiroho kama una silaha ya Mungu. Maana yake vita vya kiroho vinahitaji silaha ya nini? Ya kimungu. Vita vya kimwili vinahitaji silaha ya kimwili. Kitu kingine ambacho tunapigana nacho katika ulimwengu wa roho, tulishaangalia kitu kinachoitwa hila za shetani. Hebu angalia Waefeso hiyo mstari wa 12. Anasema, mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Kuna kitu kinachoitwa nini? Falme. Kwa wasoma Biblia wanajua. Falme unaweza ukapata kwenye kitabu cha Daniel sura ya 11. Sasa falme zimegawanyika kwenye ulimwengu wa roho. Utapata ufalme wa giza, ufalme wa mizimu, ufalme wa ukoo, ufalme wa mitambiko, ufalme wa waganga, ufalme wa wachawi. Zote hizo zinahesabika kama nini? Falme. Sasa nasema kwa sababu kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Kwa hiyo kuna falme kwenye ulimwengu wa roho tunapingana au tunapaswa kupigana nazo vita, ambazo kazi ya zile falme ni kushughulika na ufalme au kupingana na ufalme wa Mungu. Na sio hilo tu, lakini kingine anachoonyesha anasema na juu ya falme na mamlaka. Nimekuambia kwenye ulimwengu wa roho kuna utawala.
Sasa kuna kitu kinachoitwa mamlaka, na si mamlaka tu, na juu ya wakuu wa giza. Kwenye ulimwengu wa roho unapoomba maombi, kuna wakuu wa giza ambaye kazi yake ni kupofusha macho ya ulimwengu wa kiroho usione. Kwa hiyo tunarudi pale kusema kama huna Roho Mtakatifu sio rahisi kuelewa ulimwengu wa roho ukoje. Unafahamu wale waombaji, kuna kipindi unaweza ukatamani kuomba alafu unaingia kwenye maombi, badala ya kuomba unang'orota, na hukuwa na nia ya kulala, ulikuwa na nia ya kuomba, lakini ghafla unang'orota. Au mwingine ghafla ni miayo, au ghafla mwingine anasikia tu mwili unamwasha. Tatizo haliko kwako, ulimwengu wa roho umeanza shida na wewe. Au mwingine anapewa tu busy, especially sisi ambaye tumepata neema ya kuwa na hii simu kama mchele na mpunga huko. Unakuta mtu anapanga kuomba, lakini akigusa simu anasikia kuna kitu kinampeleka kwenye simu, anakuta tu anapepua, anatoka Facebook anaenda YouTube, anatoka YouTube anaenda Instagram, muda unaendelea kumalizika wa kuomba. Alafu ghafla anaingia tu anasema, saa nyingine hata kumshukuru Mungu inakuwa ni shida. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho wametekwa. Ulimwengu wa roho inakushughulikia wewe. Lazima ushughulike na hiki kinachoitwa wakuu wa giza, na si wa giza tu, wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwamba katika ulimwengu wa roho kuna mapepo wabaya wanaooperate, wanaofanya kazi. Sasa huwezi kupigana vita vya kiroho wala kufika mahali pa kuleta ushindi kama hizi falme zipo. Ndio sababu anamwambia Yeremia kwenye sura ya kwanza mstari wa 19, nimekupa mamlaka ya kung'oa, kuharibu, kubomoa, alafu nimekupa pia neema ya kujenga. Haleluya. Ataharibu nini? Maana yake atapigana vita na kile kilicho kinyume na yeye. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 18, Yesu alikuwa anazungumza na Petro juu ya malango ya kuzimu, kwamba vita tunavyopigana tunapaswa kupigana pia na malango ya kuzimu. Malango ya kuzimu, sio mlango, malango. Kwa sababu anamwambia Petro, na juu yako nitalijenga kanisa ambalo malango ya kuzimu haitaliweza. Maana yake kuna malango ya kuzimu ambayo kazi yake ni kutamani kushindana na sisi. Namba 3, sehemu ya 3 ya somo. Nimekuambia leo nitajaribu kukupa vipengele fulani. Sehemu ya 3 ya somo hili inaitwa vitu vya kulinda unapopigana vita vya kiroho. Nitazungumza vitu kama 5 katika vingi. Vitu vya kulinda. Vitu vya kulinda. Unapopigana vita vya kiroho kuna vitu unapaswa kuvilinda. 1, linda imani iliyo ndani yako, kwa sababu vita vinaweza vikakusababisha kupoteza imani. Vita, kumbuka mimi nazungumza vita vya kiroho. Hata ukianza kugombana na mke na mume na watoto, chanzo chake ni ulimwengu wa roho ndio shida. Sasa wakati wa kupigana vita, linda imani, kwa sababu vita vinaweza vikakuondoa kwenye imani. Ndio sababu anamwandikia Timotheo wa pili, ule mlango wa 4 mstari wa 7, Paulo anaandika, anasema vita nimevipiga vilivyo vizuri, alafu anasema imani nimeilinda. Yaani katikati ya vita kitu nilichotamani kufanya ni kulinda imani. Kwa hiyo angalia unapopigana vita, Biblia inasema kama uliwahi kusoma, mnapomrejesha mtu aliyeanguka, 1, maandiko yanasema mrejesheni kwa upole, lakini huku ukiangalia usije ukadondoka na wewe. Kwa hiyo kuna uwezekano ukamfuata mtu aliyeacha wokovu, alafu nao ukaacha wokovu. Kwa nini? Inategemea una nguvu gani kwenye ulimwengu wako wa kiroho. Haleluya. Kwa imani unapaswa kuilinda. Naweza ukaandika Mathayo sura ya 17 mstari wa 20 pia.
Jambo la pili unalotakwa kulinda wakati unapopigana vita kiroho, usipigane vita pasipo Mungu katikati yako. Usipigane vita pasipokuwa Mungu katikati yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari wa 42. Mungu anawaambia msiende kupigana kwa sababu sitakuwa katikati yenu. Kwa lugha nyingine, usiwahi kupigana vita vya kiroho pasipo Mungu kuwa pamoja na wewe, kwa sababu utashindwa. Jambo la tatu, kitu cha kulinda unapopigana vita vya kiroho, linda hofu isiingie ndani yako. Hofu inaleta uoga, na ukiogopa katikati ya vita, maana yake lazima hiyo vita utashindwa. Kwa unapohisi roho ya hofu inaingia, unajua kuna wakati unaomba mambo yanakuwa magumu kweli. Kuna mama mmoja alikuwa ananishuhudia wakati tunaomba kwa ajili ya mume wake ambaye alikuwa ameharibikiwa. Sasa kadri tulivyokuwa tunaomba na kufunga, hali ya yule baba inakuwa mbaya zaidi. Mara ya kwanza alikuwa anakuja mwenyewe. Tulipozidisha maombi, mara ya pili akaletwa na wheelbarrow. Amelewa, amejikojolea, analetwa nyumbani. Yule mama akatufuata kwenye ushirika ambao tulikuwa nasema, mtumishi, mbona kadri tunavyoomba ndio hali inakuwa mbaya? Nikamuuliza swali, leo kuona pepo anatoka kibubububu. Pepo alivyojinga, unaanza kukemea pepo, unasema stoki. Maana yake anawatishia, anaanza hata kuwachagua watakatifu. Sasa kama mkiingiza hofu, kila mmoja ataanza kurudi nyumba. Kuna mmoja alisema tukiwa Kisongo miaka ile 95 tunahubiri, yule pepo akasema ngoja niwachague watakatifu, kuna waliotenda dhambi hapa. Baadhi ya watu ambao tulikuwa nao kwa sababu ya hofu wakaanza kurudi nyuma kama mtu anaenda kujisaidia. Kumbe ni nini? Anaogopa kwamba pepo litamwona. Tulijikuta tunabaki watu 4. Na baadaye ile pepo likasema sitoki maana mjafunga. Nakwambia kweli. Mmoja akasema, unajua hata Biblia inasema haiwezekani ila bila kufunga na kuomba. Nikasema pepo hawezi kutupa ratiba sisi ya kufunga. Ataondoka iwe tumefunga iwe hatujafunga, ataondoka. Sasa wakati tunaendelea kuomba, nilitoa lile pepo kwa kituko sana. Na sio kutoa pepo mwingine. Nafikiri kama mara ya 3 ndio nilikuja kumtoa mwingine. Nikasikia ndani ile pepo linahitaji kiboko. Halihitaji maombi. I'm very serious. Hili linahitaji kiboko. Nikamwambia mama moja ambaye tulikuwa pale, hebu nenda nje, kata fimbo nzuri, alafu niletee. Alafu wale wenzangu wakanitazama kwa namna nyingine. Hawajawahi kuona pepo likitoka kwa fimbo. Yako mapepo mengine yanatolewa kwa kiboko, yaondoke. Maana wakati tutafanya mikutano, mara nyingi kulikuwa kuna watu wanakuja wanaeti wanaanguka wana mapepo ili watutese kwamba wana mapepo. Sasa nikachukua ile fimbo, nikaiombea, ni ufunuo tu nilipata. Nikasema, Mungu, kama hili ni pepo la kweli lisitoke na hivyo. Lakini kama ni pepo la kutuetia kutupoteza wakati wa kwenda uinjilisti, nalitoa kwa ile fimbo. Nilinyuka 2. Alafu akafungua macho. Akasema, mimi sina pepo. Lakini nimeshughulikiwa siku 3. Mimi sina pepo. Mnaniumiza. Nikasema hakuna pepo aliwahi kusema mnaniumiza. Alafu tukatoa hapo, nikamuuliza unaitwa nani? Akasema jina. Unatoka wapi? Akajieleza. Alikuwa anafanya kazi kwenye nyumba ya yule mtumishi aliyeandaa mkutano. Sasa akatumwa na watumishi wanaomtumikia ili sisi wahudumu ambaye ndio tunaenda kuhudumu kwenye mkutano, kabla tulikuwa kwenye kamati ya maombi, ili tushindwe kuombea mkutano, tuwe tunakemea tu pepo ambalo hata alipo. Ili kemewa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 mimi nikapata ufunuo saa 4 asubuhi kwamba hili ni fimbo inahitaji. Alafu tukamuuliza umetoka wapi sasa? Tunamuuliza tukaenda, akasema nilitumwa sehemu fulani. Nikaambiwa nije nivuruge mkutano. Na mahali ambapo nimwambia nianzie kuvuruga ni kwenye kamati ya maombi. Maana wana maombi ndio wanashikilia mkutano. Siko mnanielewa? Na akapona. Bosi wake alikasirika. Akataka kumfukuza kazi, tukamwambia hapana. Hii sio vita vya damu na nyama. Tunakwenda pamoja. Kwa hakikisha ndani yako hofu hakuna. Maana ukiwa na hofu huwezi kushinda vita. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 20 mstari wa 1.
tunaweza tukaonana siku nyingine pia.